mtu anaishi na mwanamke nje ya ndoa, ile come stay, nidhamu za siku hizi. Mungu atuhifadhi, ya Rabbi atuhifadhi na vijana wetu kutokana na uchafu kama huo. Ameishi na mwanamke nje ya ndoa, akabeba mimba yake. Ilipofikia Ramadhani wakataka kuoana, wasipate laana ndani ya Ramadhani. Kutaka kuoana, wakaenda kwa imamu kuozeshwa, lakini imamu hajui kama yule mke ana mimba. Ikafungishwa ndoa. Je, ndoa imesihi? Ndio swali lako. Naam, nafikiri swali linarudi katika ndoa ikiwa mke ana mimba ama ni mjamzito. Je, nikah inapita hapo ama haipiti? Haya ni masala ya khilafu kwa maulama. Haya ni masala yenye khilafu kwa maulama. Kwa madhehebu yetu ya al-Imam Shafi'i, ndoa inapita kwa sharti awe yule aliyemuoa ndio mwenye maji. Nini mwenye maji? Yani ndiye alikuwa sababu ile mtoto kuingia. Narudia, kwetu Imam Shafi'i, kwa madhehebu ya Imam Shafi'i, kwamba ndio madhehebu ya wingi katika Afrika ya Mashariki, ikiwa yule mume anayeoa ndiye mwenye maji, yani ndiye aliyempa mimba yule mwanamke, anaruhusiwa kumuoa na anaruhusiwa kumuingilia. Tuko pamoja? Anaruhusiwa kumuoa na anaruhusiwa kulala naye. Si lazima mpaka subiri azae. La, ikiwa si yeye, anaruhusiwa kumuoa lakini haruhusiwi kumuingilia mpaka azae, ili maji yasichanganyike. Yani kwenye rahim moja, kizazi kimoja, yashaingia maji ya mtu mwingine, hatakani kuingia maji ya mwingine. Unifahamu, sio? Kwa hivyo ikiwa mimba ni yake yule bwana, atusemi mtoto wake, mtoto si wake, lake njiwe, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alwaladu lilfirashi walilahiri alhajar. Mtoto ni wa kitanda, yule mzinifu lake njiwe, yule hana mtoto, na ndio maana hanasibishwi kabisa katika dini. Hanasibishwi na yule baba, hawezi kupewa jina lake, wala hawezi kumrithi, wala haitwi baba. Haitwi baba kabisa. Na anapokuja kuozeshwa hawezi kuwa wali wake. Utasikia fulana binti Abdullah. Wa Abdullah nani? Mjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini si mtoto wake kabisa. Mnafahamu? Kwa hivyo ikiwa yeye ndio alimpa mimba yule mke, haruhusiwa. Lakini swali linakuja, je, yule mtoto atakuwa ni mtoto wake wa halali? La, hatakuwa mtoto wake, kwa sababu kunaangaliwa wakati wa kuingia, hakuangaliwi wakati wa kutoka. Tuweni makini hapa. Kuna wengine hukimbilia, ukishajua mwanamke ashabeba mimba, hukimbilia kumuoa ili yule mtoto azaliwe ndani ya ndoa, ndio ambiwe ni mtoto wa ndoa. Mtoto haangaliwi wakati anazaliwa, haangaliwi wakati wa kutoka, anaangaliwa wakati wa kuingia. Kwa hivyo maadamu aliingia ndoa, yule mtoto si mtoto wake, wala hanasibishwi na yeye. Naam, hikaya tarifa moja katika visa vya kimaajabu anataja Ibn Qutayba katika kitabu chake Uyunul Akhbar. Anasema Ibn Qutayba, asema kuna mwanafunzi alienda kwa shekhe lake, akamwambia shekhe, mimi nimeingia katika matatizo. Akamwambia matatizo gani? Akamwambia nimelala na mwanamke na nikambebesha mimba. Shekhe akamwambia mbona umfanya makosa mawili, kosa la zina alafu na la kumbebesha mimba? Si bora ungefanya kosa moja tu, yani ungelala naye alafu maji ukayatoa nje, asibebe mimba. Yule mwanafunzi akamwambia shekhe lake, lakini shekhe, untusomesha kwa kutoa maji nje makruhi. Akamwambia uko kwenye haramu, ogopa makruhi. Wafanya zina ni haramu, ogopa kufanya makruhi. Kwa hivyo ndoa ikiwa mwanamke ana mimba, kwetu madhehebu ya Imam Shafi, madhehebu ya Imam Ahmad haiswihi, lakini kwa madhehebu ya Imam Shafi ndoa inapita ikiwa ndio mwenye maji, yani yeye ndio alioingiza ile mimba, aruhusiwa kulala naye, kuonana naye kimwili. Ikiwa la, atasubiri mpaka azae alafu ndo aweze kuonana naye kimwili. Wallahu a'lam.